Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel amethibitisha kwamba maafisa wake wanafanya mazungumzo na utawala wa rais wa Marekani Donald Trump, wakati kisiwa hicho kikikabiliana na mzozo wa nishati unaozidi kuongezeka na kukatika kwa umeme kwa wingi. Mawasiliano hayo yanakuja huku kukiwa na shinikizo la kiuchumi linaloongezeka kwa taifa hilo la Caribbean, huku mamlaka za Cuba zikilaumu vikwazo vya Marekani na vikwazo vya usambazaji wa mafuta kwa kulemaza uzalishaji wa umeme nchini humo. Mzozo wa Iran umesababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani, kumezidisha hali hiyo. Krudi kwa sasa imeongezeka hadi dola 110 kwa pipa mwezi huu, kiwango cha juu zaidi tangu janga hilo. Akizungumza katika anwani ya televisheni siku ya Ijumaa, Diaz-Canel alisema mawasiliano hayo yalilenga kutafuta suluhu kupitia mazungumzo. Hakutaja ni lini au wapi mazungumzo hayo yanafanyika au ni maafisa gani walihusika. Tangazo hilo ni mara ya kwanza katika zaidi ya muongo mmoja ambapo Havana imekiri hadharani majadiliano rasmi na Washington. Inafuatia wiki za kukatika kwa umeme, uhaba wa mafuta na kuongezeka kwa hasira ya umma baada ya kusitishwa kwa usafirishaji wa mafuta wa Venezuela baada ya kunyakuliwa kwa Rais Nicolas Maduro na wa Marekani, na huku Washington ikiongeza juhudi za kuwazuia wasambazaji wengine. Trump ametishia mara kwa mara vizuizi kamili vya mafuta huko Cuba na kuonya kwamba nchi zinazoiuzia bidhaa ghafi kwenye kisiwa hicho zinaweza kukabiliwa na ushuru. Hakuna shehena ya petroli iliyofika kisiwani humo katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita, Diaz-Canel alisema, akiongeza kuwa makumi ya maelfu ya watu wakiwemo watoto hawawezi kufanyiwa upasuaji kwa sababu ya vizuizi. Hata hivyo, Urusi ilisema kwamba itahakikisha inapeleka mafuta huko katika kisiwa cha Cuba, lakini mpaka sasa bado haikuthibitishwa ikiwa wamepeleka ama la. Lakini taarifa ya rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel kwamba ndani ya miezi mitatu wanashuhudia hali mbaya katika taifa hilo la Cuba. Bado hali ni ngumu mno katika kisiwa hicho cha Caribbean, moja kati ya nchi ambazo zimekuwa vikwazo na Marekani kwa muda mrefu. Hakuna shehena ya petroli iliyofika kisiwani humo katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita, Diaz-Canel anasema. Rais wa Marekani aliwahi kutangaza kwamba anaweza akaunyakua na kubadilisha utawala wa Cuba. Rais huyo wa Marekani wiki iliyopita alisema Cuba itaanguka hivi karibuni, na alipendekeza Marekani inaweza kuchukua uchukuzi wa kirafiki wa Cuba, lakini pia akaongeza kuwa inaweza isiwe wa kirafiki. Diaz-Canel alisema Havana ilikuwa inaingia kwenye mazungumzo bila kukana kanuni zetu au uhuru wetu, na akakataa madai kwamba serikali yake inakaribia kuporomoka, huku akikiri kwamba Cuba inakabiliwa na moja ya migogoro mibaya zaidi ya kiuchumi na nishati katika historia yake ya hivi karibuni. Serikali ya Cuba kwa muda mrefu imekuwa ikilaumu matatizo yake ya kiuchumi kutokana na miongo kadhaa ya vikwazo vya Marekani, ikisema vimekandamiza ukuaji na upatikanaji mdogo wa masoko ya kimataifa. Ili kugharamia mahitaji yake ya nishati, Havana imezidi kutegemea usambazaji wa mafuta kutoka Mexico, Urusi na Venezuela. Moscow imelani kizuizi cha Washington kwa kisiwa hicho, ikionya kwamba vikwazo vya hatua zingine za kulazimisha zinakiuka sheria za kimataifa na kutisha utulivu. Naibu Waziri Mkuu Alexandri Novak alisema Urusi inazingatia msaada wa mafuta ili kusaidia kupunguza dharura ya nishati huko nchini Cuba. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.